Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawaida tunasema Ramadhan Karim, saum maqbul inshallah. Ikiwa leo tuko siku ya 6 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan al-Mubarak. Na juzi tumezungumza kuhusiana na hadithi al-Qudus ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kila katika madhumuni kwamba kila amali ya mwanadamu anajifanyia analipo mwenyewe isipokuwa saum, illa as-saum li, katika madhumuni kwamba saum ni yangu na mimi Allah ndiyo nailipa. Katika madhumuni ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akielezea masala ya mwezi mtukufu wa Ramadhan katika mwisho wa khutba yake ya Shabania, aliweza kuelezea akasema kwamba mwezi huu sisi huwa shahru du'itu min dhiyafatillah, kwamba mwezi huu sisi tumeitwa kuwa ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu anatakiwa ajiandae kwamba unapokuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watakiwa kujiandaa vipi kama mgeni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan amesema kwamba wewe ni mgeni wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala in the month of Ramadan ndio yeye atakaye kuhost, anakuhost wewe kama mgeni wako wake. Kawaida katika maumbile ya mwanadamu unapokuwa umealikwa sehemu kubwa ambayo sio kubwa kushinda ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano umealikwa Ikulu, nasema na rais kwamba amekualika ni siku ya iftar kwa Waislamu wote, utajiandaa vipi? Au umealikwa mwaliko wa kawaida? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa shahru du'itu min dhiyafatillah, kwamba ni mwezi ambao mmejaliwa nyinyi ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwanadamu, wewe Muislamu, watakiwa kujiandaa vipi? Lazima ujiandae na uzuri na utulivu, na yani kwamba ujiandae na takwa, ucha Mungu, maneno mazuri, ushirikiano mzuri, muamala mzuri, kwa sababu wewe ni mgeni wa Allah. Hautopenda kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wewe ni mgeni wake na yeye ndiye amekuhost. Kwa hiyo utajiepusha nini? Utajiepusha na uongo, utajiepusha na ghadhabu, utajiepusha na wizi, utajiepusha na fitina, utajiepusha na namima, utajiepusha na mambo mengi ambayo kwamba hautakani kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan al-Mubarak. Kwa hiyo wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hii riwaya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba huwa shahru fihi, mmejaliwa kwamba huwa shahru du'itum fihi la dhiyafatillah. Kwa sababu gani? Waju'iltum min ahli karamatillah, mmejaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba mnapata karama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni miongoni gani hizo karama? Yani waju'iltum fihi min ahli karamatillah anfasakum fihi tasbih. Katika mojawapo ya bonus ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba pumzi tunayoitumia, tunayopumua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada. Yani angalia kwamba wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kila unapotembea, unapopumua, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia pumzi yako ni tasbih, kwamba haumtaji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini unapotembea kwa kupumua ni tasbih mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa naumakum fihi ibada, usingizi wako unaolala mchana ya Ramadhani al-Mubarak ni ibada. Kwa hiyo ugeni huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia, wewe mwanadamu, Muislamu, ndugu yangu, mpenzi wa Allah, mpenzi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, jiandalie maandalizi mazuri katika college hii ya siku 29 na siku hizi 30. Tusimkasirishe yule ambaye ametufanya sisi ni wageni wake, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuyaandae maandalizi mema mazuri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atayapenda, atatulipa katika siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambayo ni siku ya Eid. Kwa hiyo tujitahidi katika mambo haya na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwamba tunataka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tumeshaambiwa kwamba pumzi zetu ni ibada, naumu yetu vile vile usingizi wetu ni ibada, na vile vile moja nikimalizia ni kwamba wa amalukum fihi maqbul, na matendo yenu ambayo mnayatenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni yenye kukubaliwa. Chochote utakachokifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan Allah Subhanahu wa Ta'ala anakikubali. Angalia tulivyokuwa tunaishi zamani,
kwa upendo, kwa undugu, kwa ushirikiano, mpaka inawekwa iftari ya pamoja, kwa sababu watu walikuwa na imani, watu walikuwa wanapendana, watu walikuwa wanajaliana. Muislamu alikuwa anamjali Muislamu mwenzake, kiasi cha kwamba jirani akipika iftar lazima apeleke kwa jirani yake wa pili. Ilikuwa inawekwa iftari ya pamoja, watu wakitandaza mikeka, watu wakila pamoja. Kwa hivyo amalukum fihi makbulia, ni matendo ambayo unayoyatenda. Jiulize ndugu yangu, wewe Ramadhan leo ya 6 umeweza kumsaidia ndugu yako ambaye kwamba hana? Umeweza kumlisha jirani yako? Umeweza kumfuturisha Muislamu ambaye kwamba hana? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ametuelezea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mmoja wapo ni kwamba akielezea maswahaba alayhim ridwanullah alaihim kwamba muweze kuwafuturisha watu, akamuuliza akasema, ya Rasulullah, katika madhumuni ya riwaya kwamba sio kila mmoja katika sisi anaweza kumfuturisha mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ittaqun nar walau bi shaqqi tamr, ittaqullah walau bi shurbatil ma, mche Allah walau kwa punje moja ya tende uweze kumfuturisha mmoja, mche Mwenyezi Mungu walau kwa glasi ya maji. Je, wewe utakuwa umeshindwa kweli kufanya amal kama hii ndogo ya kumfuturisha mwenzako kwa tende moja au kwa glasi ya maji? Kwa hivyo ndugu yangu mpenzi wa Allah, mpenzi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, Ramadhan nakimbia, Ramadhan natuacha, itarudi mwakani. Mimi na wewe hatuna kama tutarudi mwakani, lakini tujaribu kufanya kitendo ambacho ni kizuri, kitakachomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi ni wageni wake, kitakachomfurahisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu ameshatuambia katika hadithi yake ya mwisho sisi ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile katika mojawapo ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni kuweza kuwafuturisha wale ambao kwamba hawana, walau kwa punje moja ya tende, walau kwa glasi moja ya maji, na jaza kubwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunashukuruni katika kutusikieni kwa muda huu mfupi. Tunatakia Ramadhan Karim na somo makbul inshallah, na tuwakumbuke wagonjwa wetu, tuwakumbuke marhumina waliotangulia mbele ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Media ya Al-Firdaus ambayo inatupa mengi, tunaishukuru sana. Tunawaombea Mwenyezi Mungu waweze kujitahidi kwenye juhudi zao za kuweza kuwafata mashaikh mbalimbali na kupata faida kama hizi, na kweli wajitahidi. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabarikini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.